Wakati mwingine maisha yanatufundisha mambo mengi sana. Unaweza ukafanya kazi ambayo haikuwa kazi ya ndoto yako, lakini ikapelekea sasa hivi ni kazi ambayo inakuingizia kipato na watu wanakuheshimu kutokana na hiyo kazi. Nakumbuka kwamba kazi ziko nyingi, watu wako wengi, lakini wewe kinachokutofautisha na hao wengine ni kitu gani? Nadhani itakuwa ni jitihada, kujituma na mambo mengine kama hayo. Leo tukupeleke moja kwa moja wilayani Misungwi mkoani Mwanza kuangalia ni kwa namna gani ambavyo watu wanachakalika kwa ajili ya kujipatia mahitaji mbalimbali, lakini zaidi tutakupeleka kwa mwanamke mmoja ambaye yeye ni dereva wa bajaji. Ilikuwaje mpaka akafika hatua ile? Fuatilia kisa hiki kupitia mitandao yetu ya kijamii Afya Radio. Sasa twende Misungwi. Mtazamaji, hapa ni kwenye makazi ya Happiness William ambaye tumemfuata hii leo kwa ajili ya kuzungumza naye safari yake ya mafanikio mpaka inafika wakati anakuwa dereva wa bajaji. Huu ni mtaa wa Mkoroshoni wilayani Misungwi mkoani Mwanza, na hapa ni kwa ajili ya kwenda kujifunza yeye amefanikiwaje ili kuhakikisha kwamba watu wengine wanajifunza kutokea kwake. Kwa hivyo endelea kufuatana nasi kwa ajili ya kupata story nzima. Mtazamaji, kama ambavyo tumezungumza, lakini pia kama ambavyo safari yetu imeanza, na safari yetu moja kwa moja ni kufika kwa Happiness William ambaye safari yake ya maisha imepitia mambo mengi mpaka anajikuta kuwa dereva wa bajaji ambaye ni mtoto wa kike. Lakini pia ilikuwaje mpaka wakakutana na hili shirika la Ladies Joint Forum? Yote haya tunayafahamu kutoka kwake. Happiness, habari yako? Salama, kwema. Kwema kabisa, nimefurahi kukutana na wewe. Hamna shida rafiki yangu, karibu. Naam, asante. Mimi namfahamu Happiness kwa uchache tu, lakini nataka nimfahamu zaidi kutoka kwako. Tukitaka kusema Happiness William, tunaweza tukamzungumzia kwa mambo gani machache ili kumfahamu zaidi? Kwa majina anaitwa Happiness William, ni mkazi wa hili eneo Mberamsho Mkoroshoni. Hapa ndipo kwangu, ndo familia yangu. Kiufupi tu, nina mume, nina watoto 4. Shughuli ambayo inanifanya niishi kwa raha, huwa ninasambaza maji. Auza maji hapa, wateja wengine wanakuja kuchota wenyewe, nina kisima, nina bomba, ndo hivyo. Hii safari ya kupata watoto ilianza lini? Nimeanza 2016. Kwa maana ndipo ulipoolewa? Ndipo nilipoolewa. Sawa sawa. Umesema shughuli yako kubwa ni kusambaza maji, lakini pia najua kuna mahali ilianzia, haukujikuta tu unasambaza maji. Mchakato wake ulikuwaje Happiness? Yani shida ilianzia ambapo maisha yalikuwa magumu sana. Kila nikikaa ndani nilikuwa ni mtu wa kuazima chumvi kwa majirani. Unaenda saa nyingine unaambiwa asina. Nikawaza sasa mimi ni mama wa watoto ninalea, mume wangu ndo huyo, ndo vijana kama mnavyowajua jamani, za hapa na pale. Sasa siku moja nikakaa, mama mmoja akaniambia, dada, nikaitika kwani huwezi kunichotea maji ukaniletea nyumbani? Nikamwambia naweza. Sasa mtoto wangu wa kwanza yupo la 3, wa pili yupo la kwanza. Muda huo sina basketi, sina chochote. Ikabidi sasa tulichote maji, niwatafutie vigereni vile vya lita 5. Wao, maana vikiwa viwili tayari lita 10. Na mimi ndo kichwani ya lita 20, nyingine mkononi. Kale kadogo kabisa kamekaa na huyu mwingine naye nyonyesha. Kwa nikaanzia hapo, nimesomba siku ya kwanza, tukaingiza shilingi 1000, kanunua mchicha, mafuta, unga ulikuwemo. Siku ikawa imeenda, nikasema asante Yesu. Sasa nimeenda, yule mama akawa anawaambia na wengine, sasa mbona yule mama anaweza, anajituma. Haya, siku zimeenda, nikapata hela, nikatafuta kabaskeli, nikanunua, nikawa naweka madumu 5. Nikapumzisha watoto, maana ni wanafunzi. Saa ambazo walikuwa shule nilikuwa nateseka. Sasa biashara yangu ikaanzia hapo, nikawa kupigiwa simu, lete madumu 10. Haya,
Happiness, hongera sana. Kiukweli mtazamaji ana hadithi nzuri ambayo wanawake wengi wakijifunza kutoka kwake, pengine kuna baadhi ya vitu ambavyo tutavipunguza. Nikiwa bado nataka kufahamu zaidi kuhusiana na hii biashara ya usambazaji maji, ambapo mara ya kwanza alipata shilingi 1000 lakini akajikuta sasa hivi anaweza kumudu kufanya hii biashara na kumuingizia kipato. Sasa mara kadhaa wanawake wengi kinachowakwamisha ni kutoungwa mkono pengine na baadhi ya watu wao wa karibu, ama niseme wenzi wao. Wewe ilikuwa rahisi kiasi gani kufanya kazi hiyo ingali uko kwenye ndoa tayari, lakini pia ukapata muda wa kufanya kazi na kujimudu kwenye kipato chako mwenyewe? Yaani wanawake wenzangu, na washauri tu kuwa tusiwasikilize mawazo yote wa baba. La kwanza hilo. Baba anaposema hana, hujajua alishindia maji na yeye kule. Sisi tunaolea watoto tunajikuta unga hamna, baba anarudi saa 6. Watoto hapo katikati hawajajua walishindeje, na akija hata hana muda hata wa kukusamisha. Sasa unawaza kama yeye kaja tu kimya amejueje tulishinda salama? Hata ile tu kwamba jamani hamjambo, maana anahofia kwamba nikiingia kuwasemesha watoto pengine wamelala njaa, nitawaamsha wasilale. Kwa hiyo mawazo ya kina baba kama waume zetu au vijana, kwanza mume wangu mimi jamani ni bonanza sana, umri bado, lakini sasa mambo yake ni ya moto sana. Kwa hiyo vitu vyake yani siwezi sana kuvisemelea kwa kuwa nanili tu amani ipo ya kutosha. Haina shida, akipata analeta, akikosa na mimi najua kwamba nitaingiza 2000, kama ndagaa nitanunua, Chinese nitapika, maisha yanaenda. Sawa Happiness, hii nguvu yote unaipata wapi? Pengine kuna mtu yuko nyuma yako kwamba ukifanya hivi utafanikiwa, au la chanzo chake ni nini hasa kuhakikisha kwamba unaweza kuwa na confidence ya aina kama hivi? Yaani kwangu mimi zamani hapo nilikuwa nateseka sana kimaisha, maana nilikuwa sijachukua maamuzi ya kwamba nianzie wapi nikaishie wapi. Kwa hiyo nguvu yangu nyingi ilikuwa ni nyumbani. Unajikuta nyumbani unaenda unapata manyanyaso sana kupitia wadogo zangu, kwamba wewe una mume halafu ndo umeolewa, ukija nyumbani mpaka ubebe mahindi, unatoka umeumia sana. Kwa nini mimi nisiweze kupata hela ya kununua mahindi? Ndo yani usiseme kwamba eti kwamba mimi nyuma yangu kuna mtu, hata kama ananiambiaje. Cha kwanza kabisa ni kujiamini. Maana mimi nilivyoanza kusomba yale maji siku ya kwanza, pamoja na kuingiza 1000, nililalia Panado, mwili unauma, watu wanacheka kichwani, usambazie watu maji wenye waume zao wazuri. Sasa nikawaza kuchekwa si tija, acha mimi nifanye lengo ambalo mimi moyo unataka. Sawa, nikikuona umevalia t-shirt ikionyesha kwamba pengine kuna watu ambao unafanya nao kazi wanakwambia be independent na kweli tayari wewe uko huru. Na uko huru kiasi gani? Pengine kipato, familia, au la kuna vitu vinakuweka huru ambavyo ungetamani kutushirikisha? Nimevaa nguo, kuna shirika moja kwenye kupeleka maji kule, nikaenda kukutana nalo, ikabidi niulize vipi hapa nyie? Akaniambia hili senta ya wanawake. Sasa senta ya wanawake najihusisha na nini? Wewe uje tuje tukueleze vizuri. Nikamimina maji nikaenda. Baadaye kweli penye ni hapa na njia nikarudi nikawauliza, haya sasa hebu nipeni maelekezo sasa hapa ni tunafundisha wanawake kuendesha bajaji. Bajaji kabisa. Bajaji gani? Za mizigo, za nini? Za abiria. Mbona hili swala linaenda mule? Maana mimi hapa nilipo nikipata kabajaji kangu kweli familia yangu sintaishi kwa la. Asubuhi kweli nikanyanyuka, kaenda. Basi nikajiunga na hilo shirika kuendesha bajaji. Sasa nikawa niulize, maana kazi zangu na mimi kuamka tu asubuhi huyo ilikuwa hainiruhusu. Changamoto ilianzia hapo. Nikaenda nikawauliza, wakaniambia mama, ni Jumatano tu. Sasa ilikuwa ni Jumatatu. Nilipotoka kule nikaja nikapigiwa simu za wateja. Kila ninakoenda kumimina nawaambia, jamani,
Kama hauna maji na unahitaji maji, mwisho kesho Jumatano mimi sifanyi kazi. Unaenda wapi? Ninaenda shule. Kuna shirika hapo wanafundisha wanawake kuendesha bajaji. Umejichanganya. Umeacha biashara? Kaambia hapana. Ukinitaka labda kuanzia saa 10. Kwa hiyo wakaizoea ile siku. Na mtazamaji, hapa tunaizungumzia Ladies Giant Forum ambayo anaizungumzia Happiness kwamba imemsaidia mpaka kujifunza kuendesha bajaji. Sasa hivi umeshakuwa mwalimu kabisa na wewe. Yaani ninaendesha vizuri sana na washukuru sana Ladies Giant Forum kwa kutuletea ili sheria, kwa kutuletea hii huduma. Ninaendesha vizuri sana. Kabla ya kushukuru tutafika huko. Natamani kujua mchakato mzima mpaka unaanza, wasiwasi alikuwa kiasi gani, uelewa wako ulikuwaje, na mpaka sasa hivi unajivunia kwamba wewe unaweza kuendesha bajaji vizuri na ukafanya shughuli zako zingine. Manake na hapo tunapozungumzia ni kwamba tayari umeongeza kipato. Ndiyo. Yaani changamoto ya kwanza kabisa ilikuwa ni sasa kuja kulifikisha kwenye familia. Kwamba mme leo nilikoenda kule nimekutana na shirika linasemaje, linawafundisha wanawake kuendesha bajaji. I say, yaani uache kazi ya kuingiza hela uende ukajifunze. Unajua ni leo kwanza una mtoto unamwacha na nani? Wengine wameenda shule. Sasa ndio ikawa changamoto ya kwanza kabisa. Nikakaa nikawaza, sasa huyu hataki niende huko na mimi udriver ndio ninautaka, ninafanyeje? Isiwe shida. Maana kule sasa kulikuwa sasa kwenye shirika letu kule kulikuwa na barua ya kudhaminiwa, kwamba mpaka wana barua ya mdhamini. Sasa kwa kuwa huyu baba alikuwa ameshatia ngumu humu ndani, nikashindwa kumwambia kwamba baba uende ukanidhamini. Ikabidi sasa nimpigie baba yangu mzazi ambaye anaishi Ukiriguru kwa baba, halo, yaani kuna shirika huku baba linawafundisha wanawake kuendesha bajaji. Nimejaribu kumwambia mwanaume anidhamini akakataa. Tunafanyeje? Akaniambia mtoto wangu usiwe na shida. Ni hilo tu. Sasa mimi ndo nitakuwa mdhamini wako kuanzia huu muda ninaokuambia. Kama wanataka mdhamini kweli na wewe umesema mdhamini, nenda sasa unipeleke mimi ndo mdhamini wako, na mume wako huyo akirudi mwambie baba amesema hivi niende kwenye mafunzo. Na mtazamaji, story kama hii inafurahisha, lakini pengine tuangalie katika jamii zetu ni wangapi wana nafasi ya kuthubutu au la. Utachagua kitu gani kati ya mumeo ama baba yako mzazi? Ufuate kauli gani ambayo utaifuatilia kwa ajili ya kuendelea kujijenga wewe kuwa bora? Lakini nikitazama Happiness sio kwamba unaweza ukawa unafundisha ubabe, pengine kwamba sasa nimeshaamua la kwangu, mume wangu akisema nitaenda nyumbani. Ingekuwaje kama ingekuletea dosari na mwanaume wako akakasirika, au la asikubaliane na maamuzi yako akakwambia pengine kama umeamua basi wafuate wazazi wako? Hapana, walisema kwa sababu ya kwamba na wao waliangalia mbele kwamba huyu mtu amepata nafasi ya shirika, halafu ni msaada, ni mzigo wetu wao wazazi. Sasa huyu anayemzuia msaada wake ni kidogo, pengine wanaona kabisa ninavyopambana kutafuta hela, halafu yeye mume wangu hakuliangalia kwa mbele zaidi, aliangalia tu leo, kesho inakueje. Maana wewe atakavyoenda kushinda kule, familia haina dagaa. Kwa mzazi alivyotoa maamuzi yale, alilenga kwamba baadaye wanaweza wakafanikiwa wakala na mume wake. Wanataka kuniambia leo nikipewa bajaji baba atazila, tutakuwa na mume wangu hapo kwenye hii familia. Sasa hivi tuko kwenye hali gani? Amerudi kuungana na wewe au bado ana doubt? Alishakubali siku nyingi mno, maana alivyoona kwamba mimi naenda kwenye bajaji na familia yake nina cover, sikupata shida tena, nikawa ninaamshwa. Maana kuna siku nyingine Jumatano unalala hoi, Jumanne hoi, unaambiwa mama leo ni Jumatano utachelewa, maana nitakiwa Jumatano uamka asubuhi ufanye kazi, wapikie watoto uende darasa. Sasa ukijisahau unaamshwa, mama leo ni Jumatano. Why? Sasa nikasema kumbe ilikuwa ni simple tu. Vitu gani ambavyo unatamani wafanye kwa ajili ya kuwasaidia wanawake wengine? Yaani mimi ninavyoona waendelee tu kutuletea haya mafunzo, pengine wanaweza wakaletea kushona, pengine yaani waendelee tu kutujali. Lakini kwa sisi jamani,
tunamshukuru Mungu, wametutoa mbali, maana kuna vitu vingine vilikuwa hapo katikati, mkienda mnakutana. Sasa si mmeshakutana, ni darasa, alafu darasa la watu wazima ni zuri sana. Kuna watu wametoa ujuzi wa kutengeneza sabuni mle, mpaka sasa wanapiga hela. Kuna watu wanatembeza sambusa, tumejifunza mle, wanapiga hela. Kwa mimi ninawashukuru tu, ili shirika lilijitokeza, lakini likawa na mambo mengi ya mazuri ya kuduvusha wanawake na ombaomba za wanaume hawa. Sasa hivi hamna kusikia familia kwamba imekuwa aliachika kwa lipi. Maana kuna mbinu ziliongezeka mle shuleni kwamba wewe atembeze karanga. Yaani ukiwa na mtaji wa 2000 mle mnakopeshana, mnamwezesha karanga tayari. Sasa shirika kwa kweli mimi nalishukuru. Tena nalishukuru kabisa. Maana watu wamepata ujuzi mle, sabuni, bajia, nini, vikorombezo kibao ambavyo vilijitokeza ni nyuma ya pazia. Yani yale ni sasa ni matunda yalizaa mle kabla ya bajaji, yani kukaja na mambo mazuri kama yale. Nikikwambia utaje vitu viwili tu kuhusiana na Ladies Joint Forum vizuri, utaniambia nini? Yani cha kwanza kabisa mimi ni udriver. Cha kwanza kabisa hicho, kwamba ni udriver, nimejua kuendesha yani mpaka la umeona. Ni kitu cha kwanza kabisa hicho, driver. Pili, sasa nikatengeza sabuni, sasa hivi nikatembeza mtaani, nikapiga hela kupitia wao. Maana isingekuwa wao hao wengine nisingekutana nao. Wametuunganisha na ndugu, tumeshakuwa undugu sasa kupitia darasa. Kwa kazi zako zote katika maisha yako ndo umezichagua hizo pengine kusambaza maji na hii dereva, ama tutarajie kuona Happiness akiongeza ujuzi mwingine? Yani hapa kwa sasa kwa kweli mimi namshukuru Mungu, siwezi kulala njaa kizembe. La kwanza hilo, maana nimeshakuwa na idea ya kwamba kumbe ukifunga karanga hapa ukaingia mtaani tayari. Haya, mimi leo naweza nikatoka hapa kaenda sehemu nyingine, kama wale hapo hiyo bajaji driver kama ameumia. Sasa nikaomba kibarua, kwani mlikuwa mnaenda wapi? Nikagusa kabajaji kake kakatiki, tayari nina 20,000 pale. Nikishafika na kaleseni kangu ninako, nina shida gani Kwa yani sasa hivi mimi nawashukuru sana. Wanasema mafanikio ya mwanamke pengine inawezekana nyuma yake kuna mtu ambaye anamsupport, lakini pia kumsikiliza katika baadhi ya vitu, na hili haliko mbali sana kutoka kwa Happiness William. Mume wake ni Zakaria Paulo, ambaye hivi sasa tunaenda kuzungumza naye kujua ni kwa namna gani anakubaliana na shughuli za mke wake, ukizingatia wanaume wengine wanawapa majukumu wake zao ya kulea familia peke yake kuliko kufanya kazi ambazo wakati mwingine zinawaingizia kipato. Sasa kwa Zakaria imekuwa tofauti. Tufahamu imekuwaje hasa, ama imekuwa rahisi kiasi gani kukubaliana na majukumu ya mke wake, lakini pia ikaenda sambamba na majukumu ya malezi. Zakaria, uko salama? Mimi niko salama kabisa, sijui wewe? Mimi pia niko salama, lakini pia tumefika nyumbani kwako kwa ajili ya kuzungumza na Happiness. Asante kwa kutukaribisha, lakini pia ni zamu ya kuzungumza nawe tujue ni kwa namna gani ambavyo unamshika mkono Happiness katika shughuli zake za kila siku, na mwanzo ilikuwa vigumu kiasi gani kukubaliana na mawazo yake? Hilo wazo lake siwezi kulipinga, kwa sababu wanasema swala la utafutaji lipo kwa wote. Alafu kwa kile anachokipinga kwa kumhofia, anaweza akakifanya hata kama sijampinga. Kwa hiyo ni bora tu kumwachia fursa afanye linalowezekana ili maisha yaendelee. Wakati anakuja kukupa hoja hizi, ulikubali haraka ama kuna maswali uliuliza? Maswali lazima niulize ili nijue kuwa ni nini kinacholengwa. Maswali lazima niulize. Ila baada ya hapo, kulingana na alivyonijibu, niliona ni swala ambalo linawezekana na ni swala jema, nikawa nimemkubalia. Kabla ya kumkubalia, wasiwasi wako ulikuwa ni juu ya nini? Wasiwasi wangu kwanza lazima nijue kwamba je, hicho kitu anachotaka kufanya kinaweza kikawa na tija miongoni mwetu, au ndo vitu ambavyo anaweza kufanya kwa ajili ya kupoteza muda. Kama ningeona hakina tija, basi kulikuwa hakuna haja yeye kwenda. Ila kwa kuwa niliona kina tija, basi nikasema basi kinaweza kikatusapoti.
Kazi zake sasa zina mchango gani kwenye familia? Kazi zake hata zisipokuwa na mchango saizi, najua baadaye zitakuwa na mchango, kwa sababu huo ni mwanzo umeanza. Baadaye natumai inaweza ikatusaidia pia. Kwa sasa? Kwa sasa tupo tunamsubiri kama unavyokuwa unasomesha mtoto. Kwa hiyo unaposomesha mtoto unasubiri kuwa baadaye labda atajiwa. Sio lazima akusaidie, kuwa kuna muda anaweza akajisaidia mwenyewe. Nikisema kwa maneno machache umzungumzie Happiness, utaniambia nini? Happiness ni mke wangu, nampenda sana, namkubali, basi ndio maana nampa uhuru. Majina naitwa Enelis Mwinami na ni program officer kwenye shirika la Ladies Joint Forum. Shirika la Ladies Joint Forum kupitia mradi wa She Drives to Change limeweza kusaidia wanawake takribani mwanzo kwa wanawake 40. Bado tunaendelea na mafunzo, japokuwa kuna wengine kwa katikati wanakuwa wanaona kama mambo yanakuwa ni yani uvumilivu kidogo unakuwa unawashinda, wengine wana drop, wengine wanaingia hivyo, lakini kwa sasa hivi tuko na wanawake wengi ambao wanaendelea kujifunza kuendesha bajaji, na kati ya wanawake hao Happiness Nkulula ni mmoja wapo, ambaye katika kujifunza yeye huwa ni mwepesi sana kwenye kuelewa uendeshaji wa bajaji, hasa bajaji ya umeme hiyo ambao wanajifunzishia kila siku wanapokuwa wanakuja kupata mafunzo yao. Lakini pia tunalenga kutoa wanawake ambao watakuwa wanaweza kujiingizia kipato wao binafsi, na sio tu kujiingizia kipato wao binafsi, lakini watoke na ujuzi ambao utaweza kuwasaidia wao pamoja na familia yao, kwa maana ya kwamba atakuwa na uwezo wa kufanya kama ni biashara nyingine yoyote, lakini pia aweze kuitumia bajaji kama fursa ya kuweza kujiingizia kipato na kuisaidia familia yake. Mradi wetu huu tunalenga uishe mwezi wa 7. Kwa hiyo kutokea mwezi wa 7 mwaka 2025 unakwenda kuisha mwaka 2026 mwezi wa 7, na watapata leseni, watakuwa tayari kuingia barabarani. Kwa hiyo mkikutana nao barabarani wanaendesha bajaji, msiwakwepe, kwa sababu kuna zile idea kwamba mtu asema nani anaendesha huku ndani, ni mwanamke, mimi sipandi hiyo bajaji. Hapana, wameiva na wanaweza kuendesha. Kwa hiyo pindi watakapofanikiwa kupata hizi leseni wakaingia barabarani na kuanza kuendesha, itakuwa ni fursa kubwa kwao, lakini pia itakuwa ni funzo pia kwa sisi wengine ambao tunaona kwamba ni vigumu kujiingiza katika masuala ya uendeshaji wa bajaji na kufanya shughuli zingine ambazo awali zilikuwa zimeaminika kuwa ni shughuli ambazo zinafanywa na wanaume.